Ndio taswira kamili ya uendeshaji pikipiki humu nchini maarufu bodaboda. Kwenye msururu wa kupata mafunzo kutoka kwenye shirika moja humu nchini inayomiliki mtandao wa mawasiliano ili waweze kupata mafunzo na jinsi ya kujilinda wanapokuwa kwenye shughuli zao za kila siku. Bodaboda wamekuwa wametekwa nyara kupitia kwa uongozi wa Kisuya na chama cha Ford Kenya. Lakini raundi hii tunasema wanabodaboda wanajikomboa katika uongozi wa kutekwa nyara, maana kuna pesa zilitoka, gari ilinunuliwa, lakini wanabodaboda hawakunufaika. Leo hii tunasema Baba Leo ndio kiongozi, chini yake akiwa pamoja na ndugu yetu hapa Brian kama chairman wa Kandui. Hao ndio watu tunaangalia kwa sababu wamepigwa vita na chama cha Ford Kenya kinasukuma usiku na mchana jinsi wanaweza kuwashika. Wakizungumza kwenye msururu ya waendeshaji bodaboda takriban 1000, viongozi hao wa waendeshaji bodaboda wakiongozwa na mwenyekiti wao katika kaunti ya Bungoma Aaron Barasa maarufu Baba Leo na mwenyekiti wao katika eneo bunge la Kandui Brian maarufu Brayo, vilevile wameapa kutotumika kisiasa na kuwataka wanasiasa hao kuheshimu na kufuata taratibu iwapo wanahitaji kura kutoka kwa bodaboda hao. Kuanzia leo hakuna mwanasiasa atakuja kutumia mwanabodaboda bila kupita kwa ofisi yetu. Tumetumika sana. Wakitilia mkazo maneno yao, waendeshaji bodaboda hao wameapa kufanya kazi pamoja kwa manufaa yao wenyewe na kwa manufaa ya wakazi wa eneo hili. Kama bodaboda sasa hivi tumeamua njia yetu ni kuyaelimisha wanabodaboda tukaweze kwenda pamoja. Watu wangu wa bodaboda, msichoke, tumana safari. Na mara hii nataka tuwaipishe wale maipelezi. Na kuambia kuwa wewe na mimi tuko barabara. Na ile mwenye kwa ofisi asikuletee ile lumbuchi yake. Kesho tuko na Safaricom Foundation ambao wanaenda kutuletea hema kwa kila ward. Wanaleta hema na viti. Tuna mpango na Safaricom stages zote ziko Kandui na wako na nafasi ya kujenga kibanda. Tuko tunaenda kujenga vibanda huko mashinani. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.